Kama tunavyofahamu kwamba kituo hiki kimefadhiliwa kwa kiasi kikubwa sana na wenzetu wa serikali ya Uingereza kupitia ofisi yake ya Commonwealth na mradi wetu wa shule bora ambao wenye thamani ya zaidi ya paundi za Uingereza 89 ambao ni zaidi ya bilioni 271, ambapo hapo awali tulikuwa na kitu kinaitwa call center, lakini sasa hivi tuna contact center, maana mnaona hizi facility zote ziko hapa. Lakini kama tunavyofahamu, tarehe 22 mwezi wa 4 2021 Daktari Samia Suluhu Hassan akihutubia bunge kwa mara ya kwanza kama Amiri Jeshi Mkuu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliagiza Wizara ya Elimu kufanya mapitio ya sera pamoja na mitaala yetu, kazi ambayo ilikamilika mwezi wa 10 2023, na sera hiyo sasa imezinduliwa tarehe 1 mwezi wa 2 mwaka 2025. Lakini sera yetu hii pamoja na mitaala yetu mipya imeanza kufanya kazi toka 2024. Tafsiri yake ni nini sasa? Kwa upande wa Watanzania, tunatoa wito kwa Watanzania wote. Sera hii ni kama tulivyosema ni ya 2014, lakini toleo la 2023. Lakini ina maboresho na mabadiliko makubwa sana ambayo kila Mtanzania anatakiwa ayafahamu. Na yule asiyeyafahamu, tukasema sisi kama serikali, kama wizara, kuna umuhimu wa kuwa na kituo cha kupata taarifa mbalimbali kutokana na mabadiliko ya taaluma yetu, mabadiliko ya elimu yetu, na mabadiliko ya mitaala pamoja na sera hii ambayo tunaendelea kuyatekeleza. Tunafahamu kwamba kutakuwa na changamoto mbalimbali zitakazojitokeza wakati tunaendelea kutekeleza sera pamoja na mitaala hii yetu mpya. Sasa ni wajibu wa kila Mtanzania kutoa ushauri, kutoa mawazo yake, kutoa maoni yake. Kwa hiyo kama wizara, kama serikali, tumeona ni muhimu kuwa na kituo hiki ili kuanza kupokea huo ushauri, maoni na mawazo ya watu mbalimbali, ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kuboresha elimu yetu iwe ni ile elimu ambayo Mheshimiwa Rais anaitaka, lakini ulimwengu jinsi unavyokwenda. Kwa hiyo kipekee ni washukuru na niwapongeze serikali ya Uingereza kwa kuliona hili, kwa kutufanyia upgrading ya kituo chetu kutoka call center kwenda contact center, na sisi tunaahidi kwamba tutatunza vifaa hivi, lakini vile vile watumishi wetu, kwa sababu watapata mafunzo maalum, tunaamini watafanya kazi, washapata mafunzo, tunaamini watafanya kazi hii kwa weledi kuhakikisha kwamba wanahudumia Watanzania. Kipekee ni washukuru nyote ambao mmeweza kuhudhuria kwenye shughuli hii hapa leo kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri ambaye angependa kuwa nasi, lakini kutokana na majukumu mengine hayuko nasi. Tuwashukuru sana na tuwakaribishe sana Wizara ya Elimu, huduma zote katika mlango mmoja. Karibuni sana na asanteni sana. Ni kwa niaba ya FCDO na ubalozi wa Uingereza, sisi kazi yetu ni kuja kushuhudia kazi nzuri ya ushirikiano uliokuwepo, bilateral partnership kati ya Uingereza, serikali ya Uingereza na serikali yetu ya Tanzania. Call center to contact center si kitu kidogo. Nadhani wote tutafaidi, na hasa sisi kama nchi ya Tanzania, kama Watanzania tutafaidi iwapo kila mmoja atatimiza wajibu wake na kuhakikisha kwamba yale tunayoyapata kutoka kwa wadau wa walengwa yanafanywa kazi kwa wakati unaotakiwa, efficiency. Baada ya kusema hayo, mimi kwa niaba yetu ya FCDO tunashukuru sana kwa ushirikiano wetu. Nadhani kazi kubwa ni kwenda kuangalia, na kwa niaba yetu na sisi kama ni maombi, mimi nitamuomba dada yangu PS tuanze maombi kabisa ya kufunga kuhakikisha kwamba siku moja mwezi wa 11 tutasimama tena na tutakuwa tunazindua kituo kingine, tukiwa tunasherehekea na kukumbuka kwamba siku hii tuliamua kuomba kuhakikisha kwamba wewe na profesa mnarudi, na kama Mungu akipenda tunarudi pale. Baada ya kusema hayo, niwashukuru wote kwa kuja. Nashukuru sana kwa maoni yako na kwa hotuba yako nzuri. Asante sana.